Taarifa rasmi ya kujiondoa Chauma. Mimi Eugene Kabendela nikiwa miongoni mwa waasisi, yani kati ya yale majina 8 ambayo viongozi waanzilishi wa Chauma ambao yako katika nyaraka za msajili wa vyama vya siasa, mimi ni mmoja wapo wa Chama cha Ukombozi wa Umma. Natangaza rasmi kujiondoa katika chama hiki. Nimehudumu kama muasisi wa Chauma tangu kuanzishwa kwake na kupata usajili wa muda mwezi Juni 2012 kwa tarehe 13 na mpaka kupata usajili wa kudumu Julai 2013. Michakato yote ya kuanzishwa kwa chama hiki nimeshiriki kamilifu, tafuta wanachama kuanzia mwanzo mpaka sasa, kipindi cha miaka 13 ya mchango wangu wa moja kwa moja kwa Chauma. Katika muda huo nimewahi kuwa msemaji rasmi wa kwanza wa chama, naibu katibu mkuu wa Tanzania Bara, na pia mwakilishi au mjumbe wa Chauma katika baraza la vyama vya siasa nchini kwa kupitia Tanzania Bara. Sasa hivi umetangaza kuondoka, lakini unaondoka katika wakati ambao tunasema chama ndio kimefika kwenye peak. Chama kimepata wanachama wapya, kimepata viongozi wengine ambao wametoka katika vyama mbalimbali kuja kuongeza nguvu. Sasa umeongoza chama toka kinaanza katika ngazi ya chini. Chama saizi kimefika juu, kimepata nguvu, wewe ndio unaamua kuondoka. Je, kuna external force yoyote ambayo imekufanya wewe uondoke au ni nini hapo kimetokea? Ningependa umma wa Tanzania uelewe kwamba maamuzi yangu ya kwenda na kushiriki moja kwa moja katika uanzishaji wa Chauma ni kutokana na ile misingi. Hiyo misingi ndio iliyonifanya mimi nikavutiwa kujiunga kuwa sehemu ya kuanzisha Chauma. Misingi hiyo napoiona kwamba inachezewa, haipo tena, mimi sina sababu ya kuendelea kubaki Chauma. Na nikisema misingi, labda niweke wazi, kama ingalikuwa napenda tu kwamba ile oya watu waliko wengi au wananchi, chama ambacho pengine kina wafuasi wengi, basi mimi nisingalithubutu kuwa sehemu ya waanzilishi wa Chauma. Ila kwa sababu kuna hoja, kuna maswala, kuna mambo ya msingi ambayo tulikuwa tukiyasimamia, ambayo naamini kwamba kwa mambo hayo hata tukienda kushika dola ndio tutasimamia kuwaletea wananchi maendeleo. Bahati mbaya sana mtizamo wangu na mtizamo wa sasa wa chama tofauti kabisa. Nimeona na kusikia kama mlivyoona Watanzania wengine kwenye vyombo vya habari, watu wanatamka sana ubunge na udiwani kuliko kutafuta matatizo ya Watanzania. Namna gani mtatatua changamoto za Watanzania? Namna gani mtatatua changamoto? Sasa hivi kuna mikopo ya kausha damu, kuna bomu la CAG, kila mwaka anasoma ripoti ambazo kuna mabilioni ya shilingi yanaliwa. Watu wazungumzie mambo hayo, hawazungumzii ugumu wa maisha unaowakabili sasa hivi wa Tanzania. Ila watu kumbe wamegeuka kwamba watu wanatamka ubunge na udiwani. Kama hilo ndio lilikuwa lengo, ningelijua kabla ndio lengo la Chauma, mimi nisingekuwa sehemu ya kuanzisha Chauma. Mimi naamini kabisa hilo lilikuwa sio lengo. Lengo la Chama cha Ukombozi wa Umma ilikuwa ni kuwatetea Watanzania. Na kwa minajili hiyo sitaki kuwa kikwazo kwa malengo ya hao waliobinjukia Chauma. Sitaki kuwa kikwazo kwa sababu mtizamo wangu ni tofauti. Basi nimeamua mimi kuapisha, nimeamua kungatuka, na nitaangazia na kuangalia ni chama gani ambacho kinaendana na misimamo yangu na imani yangu niweze kufanya nao kazi. Chauma kinatumika kama chama mbadala kwenye uchaguzi wa mwezi wa 10. Wewe ulikuwa ndani, ulikuwa jikoni, haya maneno yanasemwa nje. Upi ukweli wa hili jambo ambao wewe unaufahamu? Mimi sio msemaji wa Chauma kwanza kwa sasa, lakini pia siwezi kuzuia fikra za Watanzania au watu kufikiri na kuhisia. Hiyo ni uhuru wa watu binafsi wa kuweza kuamua wanachokiona. Cha msingi mwenye macho ambiwi tazama, si ndio? Ningependa Watanzania wafahamu, na hii iko wazi kabisa, siamini katika kugombea, bali naamini katika usawa wa Watanzania walio wote. Nchi yetu iko katika mfumo wa vyama vingi vya siasa. Ni jambo jema sana kwamba Watanzania wanapata muda wa kuweza kuamua chama gani waingie na chama gani wasiingie. Hiyo ni haki ya kila Mtanzania ya msingi. Tunataka kuona, mimi matamanio yangu katika nchi hii
ni kuona vyama hivi vinafanya kazi kweli ya siasa na katika uwanja ulio sawia, sio mambo ya mbeleko ya kubebana mgongoni. Hicho ndo napinga. Tunataka tuone sheria ambazo zitafanya vyama vyote vya siasa viweze kufanya siasa iliyo sawa. Kwa nini tuumizane, tuanze kuindana kwa sababu ya siasa? Tujenge hoja zitakaweza kuwashawishi wa Tanzania waweze kushiriki na kuchagua. Mimi naamini kiongozi yoyote mzuri anachagulika anapokuwa kwenye chama chochote cha siasa bila kutumia mbeleko. Kwa hiyo natuhitaji na tunakuwasihi kwamba mamlaka ziangalie na zisikie kilio cha Watanzania walio wengi ya kuweka uwanja sawa wa kisiasa. Hapo ndo tutaamua. Mimi nitafurahi sana siku za mbeleni nitakaposimama jukwani na kugombea na mgombea wa chama nilichokuepo awali, Chauma, na nikamshinda au akinishinda, lakini katika hoja na katika usawa.